Kwa majina naitwa Gabriel Chivich Asahulu wa kikundi cha Shamboko Widows and Widowers. Tulikaa chini wakati tulikuwa tumefiwa, tukatizama kila pande zote, tukapata ya kwamba udhaifu unatokana kwa kuwa mtu mmoja mmoja. Tukaonelea tukae pamoja, mawazo yetu yawe mamoja, ili tuendeleze kuguza watoto ambao tulikuwa tumebaki na wao. Kama mimi hasa niliachwa na watoto 4 ambao walikuwa ni wachanga sana, walikuwa bado wako shuleni, na kupitia kwa hiki kikundi nimeweza kuwapeleka shuleni, kulipa karo za shule na mahitaji yao ya shuleni. Hata chakula mimi hupata hivyo. Tumejiunga kwa kufanya kazi ya kilimo, na hii kilimo imetuwezesha kupata kila siku kama mboga, kama nguruwe kuuza, na wakati tunauza tunagawa hizo mgao na unatusaidia sana. Kufikia wakati huu tuko na nguruwe, tuko na kuku, tunalima shamba ya kilimo, yani horticultural. Tunaelekea kuwa na beehives na even fish ponds. Hizo ndizo ziko kwa matarajio yetu ili iinue mapato yetu. Ni hayo ambayo tuko nayo kwa wakati huu. Asante. Kwa majina ni Reverend Henry Oyuaya. Mimi nilikuwa mwalimu kwa miaka mingi mpaka nikaretire. Baadaye mke wangu akaaga na nikaishi peke yangu kujua ya kwamba haya maisha ya kufiwa ama kuwa mjane ni magumu sana, ni lazima nijiunge na wenzangu. Ndio sababu kikundi ambacho kilikuwako Eshivembe Widows and Widowers group, nikajiunga pamoja nao. Udhaifu wangu wakainua, kwa sababu utengano ni udhaifu, sivyo? Na kwa ushirika moja tukashirikiana, tunasaidiana kwa kila jambo, yale mabaya ama mazuri. Ukiwa na mtoto ama mjukuu anafanya harusi ama mambo yote tu ambayo yanahusu familia, hao tunasaidiana pamoja. Nafikiri kwa wale ambao hawajajiunga na vyama hivi ambavyo ni vya kusaidiana, tafadhali, hata wale walifiwa, wengine hawajajiunga pamoja nasi, na wasii tu wajiunge pamoja nasi ili tuweze kufuruta huu mwendo pamoja, na Mungu atazidi kutubariki. Wito wako kwa viongozi? Mwito wa viongozi ni kwamba wawe watu wa kuheshimiana na pia waaminifu, kwa sababu ukiwa kiongozi na usije ukawa mwaminifu, Mungu hata watu hawatakuamini. Watu kuamini kwako ni kwamba lazima uwe mwaminifu kwa kila jambo. Nilikuwa naomba uongee Yale ambayo tungependa zaidi sana, kuna wale ambao wamefiwa na waliwachiwa watoto wadogo. Mimi nilikuwa na bahati, nilikuwa mzee. I am already 80 years plus. Kwa hivyo watoto wangu wote walikuwa wametoka kwa boma. Lakini kuna young mothers, widows, wale ambao wanastahili kupewa usaidizi zaidi sana kwa viongozi wetu walio katika serikali, na wale ambao wanajiweza kifedha ama hata kwa maoni,
ili tuweze kujijenga na tukifuruta gurudumu letu pamoja. Yule ukisaidia mtoto wa mwenzako, hata wako pia atasaidiwa mahali pengine.